Na hapa ndipo wanawavyuoni wakasimama katika kubainisha hili jambo kuwa la makosa, ni la uzushi. Na kama ilivyo ada ya bid'a haisimami katika mipaka fulani, bali yakaingia katika bid'a ya maulidi mambo mengine ya munkar, katika matendo maovu kama kupiga ngoma na watu kucheza michezo ya ajabu ajabu. Na nyinyi waona vile wanavyofanya na namna wanavyocheza, mpaka wao wenyewe kwa wenyewe leo wameanza kusema kuwa jamaa hii sasa tumezidi. Sababu wengine katika kucheza kwao wameiga mpaka wale waimbaji wa kifiski pia wakayatia yale mambo katika maulidi, na wengine wakafikia katika kucheza kwao mpaka wakawa wacheza michezo ambao wanaume waonekana kama banati. Sikwambii juu ya yale yaliyoongezeka ikhtilat ar-rijal bin nisa fi baadhi al-buldan, kutangamana waume kwa wake katika sherehe hizi katika baadhi ya nchi kama huku kwetu, kwa kukuta mtangamano ya wanawake na wanaume. Na leo kutakuwa na zefi kama sikukosea, leo Jumatatu kesho tarehe 12, usiku wa kuamkia tarehe 12 watasherehekea leo, sio Makadara pale. Sasa sisi tuwapa nasaha tu, mwanzo wazazi, ili jambo ndani yake hufanyika munkar mwingi sana. Watoto wa kike ndio siku zao za kutoka, ndio hupangana na watoto wa kiume kukutana kwa ajili ya mahaba ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai. Kuna wao pia wana mahaba yao pia wayatia umo ndani. Kwa wazazi tuchungeni watoto wa kike kutoka kwa sababu kama hizi. Ukajifanya wewe kuwa hili jambo ukipinga bwana utakuwa mpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa dayuth. Mtoto wako wa kike akatoka, wengine ujipamba, wengine hawajistiri, wakatoka wakaingia katika yale mambo, kisha mle ndani akafanyika haya mambo ya munkar, ikhtilat na mengineo. Na sisi tunajua haya yatokea. Kwa hata kama basi wewe khurafi, juu yake pia wadayuth. Ni kweli wewe khurafi, lakini pia udayuthi unao, basi hii itakuwa ahashafan wa su'a kila. Yani una yote basi hivyo. Umekuwa khurafi na huku angalau ukajistiri, ukaonekana mwanamume wa kisawasawa, ukazuia uchafu katika familia yako. Lakini wengine makhurafi alafu madayuthi hapo ndani. Sasa hii hatari. Kwa wazazi tuchungeni watoto wetu wa kike wasitoke katika maandamano kama haya, yana hatari na ni udayuth. Na watoto wa kike mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah. Leo katika mujtamaa wengi wenu mmekuwa ni fitna kwa watoto wa kiume wengi sana, na hamuiwezi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hamuiwezi adhabu ya Allah. Ukatoka wewe mtoto wa kike badala ya kujistiri. Allah ashakwambia waqarna fi buyutikunna, ikiwa nyinyi ni wa kweli katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikilizeni maneno haya Allah jalla fi ula, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula. Allah amewaamrisha mkae majumbani mwenu, mkae majumbani mwenu ikiwa swala ambayo ni faradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wabuyutuhunna khairul lahunna, na nyumba zao ni bora kwa wao kujitekeleza ibada ya sala kuliko kuja msikitini. Itakuja bid'a ya maulidi ikiwa sala Mtume sallam awaelekeza wanawake kuwa bora mswali nyumbani
baada ya kusema la tamna'u ima Allah masajid Allah, msiwakataze bwana wanawake kwenda msikitini kuswali, lakini akasema wa buyutuhunna khairul lahunna, ingawa kuswali kwao nyumbani ni bora kwao wao ili wahifadhike. Sasa ikiwa ibada ya swala mtoto wa kike, mtume wako sallallahu alaihi wasallam ambaye wadai kuwa wampenda wewe, watoka kwa akwambia ubakie nyumbani kwenye swala, itakuja kwenye masherehe haya kibid'a na uzushi. Kwa watoto wa kike mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na tuwaonea huruma. Wengi wenu hamna mjualo katika mambo ya maisha, mkadanganywa na vijana wa kiume kule, mkachezewa, kisha baadaye miaka itakayokuja ndio mtakuja kutambua kuwa mlikuwa mwambiwa ukweli, lakini hamkusikiliza ule ukweli, mkajuta kwa yale atakayowapata. Baki nyumbani na stara yako mtoto wa kike, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea kila khairi pale ulipo. Kwa tuwatahadharisha wazazi na kuwatahadharisha watoto wa kike na watoto wa kiume pia. Chungeni wale dada za watu, wale mama za watu, msende katika sehemu kama hizo. Basi khurafi, na baada ya kuwa khurafi pia wajifanya mbwa mwitu. Una yote wewe, usijiepusha na sehemu na mikao kama hayo ya balaa, ukaenda katika sehemu kama zile ambazo kuna jambo la ikhtilat. Kwa hii nasaha tutatoa sasa. Hasa kama wewe utatutukana, shauri yako, lakini sisi tumekuambia ukweli, usichanganye ukhurafi na udayuthi kwa pamoja. Angalau ili moja utalialij polepole, uelewe kwa yale maneno utakayosikia. Basi la pili liko wazi pia kwako, sidhani kama lafichika.